Kwa majina naitwa Patricia Nambari Male, ni meneja mradi, nafanya kazi na shirika la KCCO tukishirikiana na hospitali yetu ya rufaa mkoa wa Manyara. Siku ya leo tarehe 26 mwezi wa pili 2026 tumeweza kufika katika wilaya ya Mbulu DC, kwa maana halmashauri ya wilaya ya Mbulu, lakini katika kituo cha afya ya Dongobesh. Lengo la kuja ni kwa ajili ya uchunguzi wa macho kwa wagonjwa au wananchi walio katika kata ya Dongobesh na maeneo jirani. Lakini pia tumekuja kwa ajili ya follow up ya wagonjwa ambao tumekwisha kuwatibu kipindi cha nyuma. Tumeweza kufanya uchunguzi wa macho bure kabisa, lakini tumeweza kutoa miwani, pia tumeweza kutoa dawa, lakini kuna wale wazee wenye mtoto wa jicho tumeweza kuwapa referral kwenda hospitali ya Mbulu mji kwa ajili ya kupewa matibabu, kwa sababu kule hospitali ya Mbulu mji kuna madaktari kutoka Muhimbili wanatoa huduma za upasuaji kule, ambapo tumeangalia wale wagonjwa ambao wameshindwa kabisa kulipa, kwa sababu kuna huduma kule zinaendelea na wanafanyiwa upasuaji bure kabisa. Lakini pia napenda kutoa rai kwa wananchi ndani ya mkoa wa Manyara, kwa hospitali yetu ya rufaa mkoa wa Manyara kitengo cha macho kinaendelea kufanya kliniki mkoba katika wilaya zetu ambazo ziko ndani ya mkoa wa Manyara. Kama muendelezo wa hizi kazi, tunaendelea kupata idadi kubwa ya wagonjwa ambao tumekwisha kuwatibu, lakini wanaona vizuri kama Elizabeth anavyojieleza kwenye video hapo. Lakini pia tuwakaribishe wananchi waweze kutembelea kurasa zetu za kijamii Manyara RRH, waweze kuona outreach zingine zinazofuata au kliniki mkoba zingine zinazofuata. So far wiki ijayo tutakuwa wilaya Kiteto. Wananchi wote tunawakaribisha tuweze kuwatibu. Kwa jina ninaitwa Elizabeth M. Amo kutoka kijiji cha Simha, kata ya Haidarer, tarafa ya Haidom. Mimi ni mojawapo ambaye ni balozi wa uhamasishaji kuhusu habari ya macho. Na mimi mwenyewe pia ni ambaye ndio nimefanyiwa huduma hiyo ya usafishwaji wa macho. Ninawashukuru sana KCCO kutoka mkoa wetu wa Manyara kwa kutuletea huduma ambayo ni huduma nzuri. Japokuwa katika kabila letu watu wanaona kwamba ni huduma ambayo sio nzuri, kama vile kufanyiwa operation, wanaogopa kwa sababu eti watakuwa vipofu baadaye, wanadanganywa. Na niwahakikishie kwamba hiyo ni imani potofu. Nami pia mwenyewe nimekuwa mshuhuda ambaye ninaongea. Kwa siku ya leo mimi nimekuja kufanya check up kwa ajili ya jicho langu. Pia nimewaleta wagonjwa wengine kutoka kata yangu ya Haidarer na nje ya kata hiyo pia. Leo tarehe 26 ya mwezi wa pili, na mimi nimefanyiwa operation tarehe 24 mwezi wa 10 2025 mwaka jana. Ninawashukuru sana. Muendelee kutuletea huduma hiyo. Mwanzoni mimi nilikuwa sioni kwa jicho moja, lakini baada ya kufanyiwa shughuli hiyo ya usafishwaji nina miezi 3 sasa. Na katika shughuli zangu za jamii ninaendelea vizuri, ninaona vizuri. Mimi ninawashukuru sana madaktari kutoka hospitali yetu ya mkoa wa Manyara. Waendelee kutupa huduma hiyo. Mungu aendelee kuwabariki. Asante sana. Na pia ninawaalika wananchi wengine au watu wengine wa sehemu mbalimbali wasikiapo huduma hiyo wasisite, wafike mara moja, kwa sababu ukiwahi kufanyiwa huduma yako pia inakuwa ni afya ukiwahi kufanyiwa huduma hiyo, ina maana jicho lako litaona mapema. Kadiri utakavyowahi ndivyo utakavyokuwa unaona. Ukichelewa basi baadaye inakuwa mambo mengine ambapo mishipa yako inashindwa kustahimili hiyo hali.